بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ndugu katika iman, leo tunazungumzia sifa ya hija ya Muislamu. Ibada hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, anasema khudhu anni manasikakum, jifunzeni na chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija jinsi inavyofanywa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuachia mwongozo namna ya kufanya hija, tumfuate yeye jinsi alivyokuwa anafanya. Kwa ibada hii ya hija, kama tulivyosema katika halaka iliyopita, iko katika aina kuu tatu. Yani hija ambazo Muislamu anachagua moja katika aina hizo. Hija hizi ziko katika aina kuu tatu. Aina ya kwanza ni at-tamattu, aina ya pili ni al-qiranu, aina ya tatu ni al-ifradu. Na wanachuoni wameikhtilafiana kwamba ni hija ipi ambayo alichagua Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifanya. Wapo wanaosema alifanya at-tamattu, wapo wanaosema alifanya al-qiranu, na wapo wanaosema alifanya al-ifrad. Lakini kauli yenye nguvu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hija ya al-qiran. Na hija iliyokuwa bora kabisa baina ya hija hizi ni at-tamattu, kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema, lau nisingekuwa nimeswaga wanyama wangu kutoka katika mji wa Madina, ningefanya at-tamattu, au kama qala alayhi salatu wassalam. Kwa ibada hii ya hija, ndugu katika iman, inaanza, sababu sifa yake tutazungumzia hatua kwa hatua. Ibada hii ya hija inaanza katika miezi ya hija ambayo tulizungumza kwamba ni mwezi wa Shawwal, mwezi wa Dhulqa'dah na mwezi wa Dhulhijja. Kwa ibada hii inaanza katika miezi hii, yani mtu anatoka katika mji wake na kwenda kukusudia katika mji wa Makkah al-Mukarrama. Kwa hiyo ataanza kwenda kuanzia mwezi wa Shawwal wa Dhulqa'dah na Dhulhijja, na mwisho kabisa wa kwenda aweze kudiriki yaumu Arafa, siku ya tarehe 8 Dhulhijja, iwe mchana wake au usiku wake. Kwa kuanzia miezi hii mpaka siku ya Arafa, mchana wake na usiku wake, awe ameshafika katika viwanja vya hija. Kwa ataondoka na kipando cha aina yoyote ile katika mji wake, akiwa amekusudia kufanya ibada yake ya hija. Kabla ya kuingia katika mji wa Makkah, atatua katika miqat, au atapita katika miqat ambapo atahirimia ibada hii ya hija. Atasema labbaik allahumma umra, kama anakusudia hija ya at-tamattu, au labbaik allahumma mufridan, kama anakusudia hija ya al-ifrad, au labbaik allahumma hajjatan, kama anakusudia ibada yake ya hija. Akifika katika zile miqat, zile point za kuhirimia, atatia nia hii, kisha ataingia katika mji wa Makkah. Moyoni mwake anakuwa ametaja na kukusudia kwamba anafanya at-tamattu, au anafanya al-qiran, au anafanya al-ifrad. Na nini tofauti baina ya hija hizi? Kama anafanya at-tamattu, manake ataanza kufanya umra kwanza inayojitegemea, kisha atahalalika na kila jambo, kisha baadaye ikifika tarehe 8 atahirimia upya ibada ya hija akiwa katika mji wa Makkah. Akiwa ni muqtarin, anafanya al-qiran, atahirimia hija ambayo imechanganyika na umra ndani yake. Hata halalika, lakini atayafanya matendo yote kwa wakati mmoja. Akiwa ni mufridan, basi mtu huyu atahirimia hija peke yake bila ya umra, ataingia katika mji wa Makkah hata halalika mpaka ibada ya hija itakapokwisha. Kwa tukimzungumzia mtu ambaye anafanya at-tamattu, akishahirimia pale katika miqat, yani kutia nia kuingia katika ibada ya hija, ataanza kusoma talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ataingia katika mji wa Makkah. Kisha jambo la mwanzo kabisa ambalo atalifanya katika ibada yake ni atafanya umra.
iliyokamilika, umra ambayo atatufu tawaf yenye shaut na mizunguko 7, na atazunguka sa'i kadhalika Safa na Marwa katika shaut na mizunguko 7, yani Safa na Marwa mzunguko, Marwa Safa mzunguko, mpaka itakapokamilika 7. Kisha atapunguza nywele zake, kisha atahalalika, kwa sababu anapohirimia anakuwa anakatazika baadhi ya mambo asiyafanye, na anakuwa amevaa ile vazi la ihram. Atakapomaliza hiyo umra atahalalika, atarudi katika mavazi yake, yale yote aliyokuwa anakatazwa atakuwa anahalalika kuyafanya. Huyu ni almutamattiu, mtu ambaye anafanya hija ya atamattu. Ama mtu ambaye anafanya alqiran, atakapoingia katika mji wa Makka, yeye atafanya tawaf alqudum, yani tawaf ya maamkizi ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha atafanya na sa'i kama akitaka, kisha atasubiri, hatotoa nguo zake na wala hatohalalika mpaka masiku ya hija yatakapofika na kumalizika. Na kadhalika hivyo ambavyo atafanya mtu ambaye ni mufridan, anayefanya hija ya al-ifrad. Sasa watu wote hawa itakapofika tarehe 8 Dhulhijja, tarehe 8 Dhulhijja ndio siku ya mwanzo kabisa miongoni mwa siku ya hija, inaitwa yaumut tarwiya. Ni siku ambayo Makuraish walikuwa wakikusanya maji kutoka katika majabali, wakiyapeleka katika viwanja vya Mina kwa ajili ya viwanja vya Mina na katika viwanja vya Arafa kwa ajili ya matumizi ya mahujaji. Kwa siku hii yaumut tarwiya, Makuraish wanakusanya maji, wanapeleka katika viwanja vya Arafa. Hawa mahujaji wao wanakwenda moja kwa moja katika viwanja vya Mina. Watafika kule katika muda waliofika, lakini wakifika kule wakidiriki salatu adh-dhuhur, wataisali salatu adh-dhuhur kwa kuipunguza, na salatu al-asr kwa kuipunguza, na salatu al-maghrib ikiwa rakaa 3 vile vile, na salatu al-isha ikiwa kwa kuipunguza ikawa rakaa 2, lakini kila sala itasaliwa katika muda wake. Kwa watakaa katika viwanja vya Mina siku hiyo, watu wote wanaofanya aina hizi za hija watakaa viwanja vya Mina, watalala pale wakisoma Qur'an na wakiomba dua na mambo mengineyo, wakijiandaa na kesho yake kwenda katika viwanja vya Arafa. Baada ya jua kuchomoza kesho yake, na inapendeza kwa hujaji kukithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na kusoma Qur'an na mambo mengineyo. Baada ya kuchomoza kwa jua siku ya 9, yani yaumu Arafa, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-hajju Arafa, basi siku hiyo wataondoka katika viwanja vya Mina kwenda katika viwanja vya Arafa kwa aina mbalimbali za usafiri. Wataanza kutoka baada ya jua kuchomoza au toka alfajiri, kadri ambavyo wao wanaweza. Wataenda, watakusanyika katika viwanja vya Arafa wakimsubiri khatibu ambaye atakuja jua litakapopinduka, yani muda wa dhuhur. Kisha akifika pale, khatibu huyu atawaswalisha salatu dhuhur na salatu al-asr, atazijumuisha jamu taqdim, atazijumuisha sala hizi khatibu. Kisha baadaye atawahutubia, ambayo inaitwa khutbatu yaum Arafa, atahutubia hutuba ya siku hiyo. Baadaye atawaacha wale mahujaji waendelee kuomba dua katika siku hiyo na kuendelea kufanya ibada mbalimbali. Hasa kabisa kinachosisitizwa katika siku hiyo kwa mahujaji ni kukithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na kukithirisha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Litakapozama jua wataondoka mahujaji, wataenda katika viwanja vya Al-Muzdalifa, watakaa pale na kulala pale, na wataswali al-maghrib wal isha katika ajamu ta'khir. Watazijumuisha swala hizi rakaa 3, kisha rakaa 2 za al-isha zinatofautishwa na iqama katika muda wa kuchelewa, yani muda wa salati al-isha. Watasali pale na watalala pale na wataomba dua na watasali qiyamul layl na mambo mengineyo katika ibadati watafanya pale. Na ukipita nusu ya usiku, basi wale watu ambao wana udhur kama vile walemavu na wale wenye udhuru mbalimbali wataanza kuruhusiwa kutoka kwenda kurudi katika viwanja vya Mina kwa ajili ya kujiandaa na kesho, ambayo ni siku ya kuchinja, siku kubwa katika siku ya hija. Ama wale wengine wazima watasubiri, watasali alfajiri tena pale na wataendelea kuomba dua mpaka jua litakapochomoza, kisha wataanza kuondoka na kwenda katika viwanja vya Mina. Hiyo siku manake inakuwa ni siku ya tarehe 10, inaitwa yaumun nahar, yaumul hajjil akbar, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kwa sababu matendo mengi ya hija yanafanyika katika siku hiyo. Na ndani ya siku hiyo watu watakwenda katika viwanja vya Mina. Wakifika pale katika viwanja vya Mina, wataenda
kurusha vijimawe ambavyo waliviokota walivyokuwa Muzdalifa. Vijimawe vya kutupa vinaokotwa katika Muzdalifa au njiani kuelekea katika viwanja vya Mina wakitoka Muzdalifa. Wakifika pale tarehe 10, wakati huku watu wengine ni siku ya Eid, watu wengine ni siku ya Eid, basi wao itakuwa ni siku ya kutupa mawe. Siku hiyo watatupa katika Jamaratul Kubra mawe 7, kisha kila katika baada ya jiwe wanasema Allahu Akbar, watatupa pale, na kila watakapomaliza basi wanakaa wanaomba dua, kisha wataondoka. Baada ya hapo au mahujaji wataenda kutufu al-Kaaba katika nguzo miongoni mwa nguzo ya hija. Wataenda kutufu tawafu al-ifadha inaitwa. Watatufu siku hiyo, watazunguka Kaaba mara 7, na kadhalika watafanya sa'i, kuzunguka sa'i mara 7, kadhalika Safa na Marwa watazunguka mara 7, na kadhalika siku hiyo watanyoa alhalqu wataqsir, ni siku hiyo watanyoa siku hiyo, na kadhalika siku hiyo ni siku ya kuchinja. Kwa hiyo siku hii mtu anahalalika na anakuwa amemaliza matendo mengi ya hija, na anakuwa amebakiza siku zile za kukaa Mina. Kwa hiyo baada ya pale watarudi katika makao yao ambao yako Mina na kuzimalizia zile siku zilizobakia ambazo zinaitwa ayyamu tashriq, ama jina lake lingine linaitwa ayyamul qar. Kwa watakaa pale katika viwanja vya Mina siku 3 kwa wale ambao watachelewa kuondoka, na siku 2 kwa wale ambao watawahi kuondoka. Na kitakachokuwa kinafanyika hapo ni kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, na kusoma Qur'an, na kadhalika kutupa mawe kila baada ya salatu adh-dhuhur, yani kila baada ya az-zawal, kupinduka kwa jua. Na wakikaa katika viwanja vya Mina, wao watakuwa wanasali zile sala kwa kuzipunguza, kasoro al-maghrib itasaliwa vile vile, lakini katika mida yake ya sala ile. Kwa tarehe 11 ambayo katika ni siku ya mwanzo katika ayamu tashriq, watatupa mawe jamaratu as-sughra, mawe 7. Kisha wakiwa hawajafika jamaratul wusta wataomba dua pale. Kisha wakifika al-wusta watarusha mawe mara 7, kila anaporusha anasema Allahu Akbar. Kisha anapokwenda katika jamaratul kubra ataomba dua pale, dua min al-ibada, ataomba pale dua. Kisha akifika katika jamaratul kubra anamalizia mawe 7. Kwa siku ya tarehe 11 atarusha mawe 21, mawe 7 katika sughra, mawe 7 katika al-wusta, na mawe 7 katika al-kubra. Hivyo hivyo atafanya siku ya tarehe 12. Kwa yule ambaye atataka kuondoka, basi atafanya tawaful wadaa, ambayo ni katika mambo ya wajib katika haji. Kisha anatakiwa aondoke kabla ya kuzama kwa jua. Jua likizama akiwa pale, basi atalazimika kuimalizia siku ya tarehe 13. Na mawe yanarushwa vile vile kama yalivyorushwa tarehe 11 baada zawal, baada ya kupinduka kwa jua au baada dhuhur, na yanarushwa 7 katika sughra, 7 katika alwusta, yani jamaratul wusta, na 7 katika jamaratul kubra. Na kila baina ya jamara, yani kila baina ya guzo mtu anakaa naomba dua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa akiomba dua ndefu kiwango cha suratul Baqara, lakini kwa sasa hivi wa izdiham nyingi na polisi wanakuwa wengi, basi wanawaharakisha mahujaji ili kuwepa fursa watu wengine. Kwa siku ya tarehe 13 baada ya kupinduka kwa jua watarudi tena katika jamarat, watarusha mawe mara 7 katika alwusta, katika sughra, mawe mara 7 katika alwusta, na mawe 7 katika alkubra. Kila jiwe anaporusha anasema Allahu Akbar, wakimgeza Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, na kila baina ya guzo anaomba dua na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha atafanya tawaful wadaa, kisha anakuwa amemaliza ibada yake. Na inapendeza mtu atakapomaliza ibada yake amwombe Allah subhanahu wa ta'ala amkubalie hija yake. Anasema Allahumma nas'aluka hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran. Basi hija hii unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kuwa ni hija njema ambayo haina madhambi, na ajalie mizunguko uliyoifanya katika sa'i na katika tawaf ni mizunguko ambayo utapewa malipo, na kujalie kama madhambi yako yawe yenye kufutwa. Na hapa ndipo ambapo mtu anakuwa amemaliza ibada yake hija. Na wale ambao wanafanya hija ya tamattu wal qiran, hawa ndio ambao watachinja mnyama. Ama yule ambaye ni mufridan au al-ifrad, anafanya al-ifrad, huyu hachinji mnyama yoyote. Na malipo ya hawa wote yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nani mbora katika waliofanya ibada hii? Mambo haya anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunamwomba Allah tabarak wa ta'ala tujalie kheri, na tujalie atukubalie na hija zetu, na wale ambao hawajahiji awajalie
waweze kufika katika viwanja hivi tukufu, wafanye ibada hii adhim ambayo ni ruknun min arkani lislam. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran. Barakallahu fikum.